Mfanyabiashara Eric Mashauri ambaye alilalamikiwa kwenye mitandao ya kijamii na raia wa Uingereza anayefahamika kwa jina la Timothy kwa kumtuhumu ya kwamba anamdai kodi, hatimaye leo hii amezungumza na kusema kwamba hadaiwi kama ambavyo ilielezwa kwenye mitandao ya kijamii na kwamba alikodisha eneo hilo kwa kipindi cha miaka 15 na kuwekeza vitu mbalimbali katika eneo hilo. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makalla akizungumza mara baada ya kuwaita wote kwa pamoja katika kikao ambacho kilikuwa kinasaka muafaka, alisema kwamba baada ya kusikiliza pande zote mbili walishindwa kuelewana, ambapo amewataka wote kwa pamoja kuchukua hatua nyingine zaidi ikiwemo kwenda mahakamani kwa ajili ya kutafuta suluhisho. Eric Mashauri, kama ambavyo umesikia, ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Travel Partner hapa Tanzania, na ni kampuni inayojishughulisha na shughuli za utalii, na tunamiliki mahoteli sehemu mbalimbali hapa Tanzania pamoja na shughuli za utalii mbalimbali. Huyu Mr. Timothy ambaye ameonekana kwenye vyombo vya habari, social media hizi, akiwa akitafuta sympathy ya wananchi, kuonekana kama ameonewa. Mimi nilifahamiana naye mwaka 2021 mwishoni, ambapo alikuwa anatafuta mtu wa kuwekeza kwenye eneo ambalo liliachwa na marehemu baba yake mzee Flavel ambaye alifariki kipindi cha mwaka 2020. Alikuwa anahitaji mwekezaji wa kuwekeza kwenye ile eneo ambalo lilikuwa limejengwa lije kuwa lodge hapo baadaye, lakini lilikuwa ni pagara, jengo ambalo halijakamilika. Sasa alifahamiana na mimi akiwa yeye Uingereza, mimi nikiwa Tanzania, alinipigia simu kwa njia ya WhatsApp na emails, na akaniambia, bwana, mimi natafuta mtu wa kuwekeza ambaye mwenye mtaji. Nina eneo zuri sana liko Manyara hapo Karatu, jenga na kuweka miundombinu yote ya hilo eneo na kuweka furnitures na fixtures zote na kila kitu ili iweze kuwa ni hoteli, ambayo nimeweka mamilioni ya pesa, pesa nyingi sana nimeweka pale. Tukasaini mkataba wa miaka 15 kati ya sisi Travel Partner na huyu anaojiita ni mwekezaji. Kwa hiyo kwa kifupi, yeye sio mwekezaji, sisi ndio tumewekeza pale. Lakini kwa makubaliano, kwa sababu yeye ni mwenye eneo ambalo lilikuwa la baba yake, ambao alikuwa amelipata baba yake pale, tukawa tunamlipa base rent ya $25,000 kwa mwaka, ambao tumemlipa pia, tumekuwa tukimlipa na hatudai pesa yoyote. Lakini zaidi ya hapo tulikuwa tunampa commission kwa kila mgeni anaoingia, ambao pia tumemlipa, hapati, hamna shida yoyote. Lakini wakati amekuja Tanzania, nilipomtumia nauli akaja hapa Tanzania, alikuwa hana ajira pia. Akaniambia, mimi sawa, nitakuwa napata pesa mara moja kwa mwaka hizi za base rent, lakini naomba uniajiri, na mimi sina kazi, sina ajira, na nimekaa Uingereza muda mrefu sina ajira. Kwa sababu kabla hapo alikuwa dereva kule South Africa, driver guide wa kuendesha wageni watalii. Basi kiubinadamu nikamwajiri kwenye kampuni yangu, akawa anafanya marketing, akawa idara ya marketing, na tukaanza vizuri. Nimefanya naye kazi miaka 3 akiwa mfanyakazi wangu, lakini pia nikiwa namlipa base rent yake ya ile eneo, lakini mtaji aloweka mtaji pale ni mimi. Ni pesa nyingi sana nimeweka. Ilipofika mwaka jana mwishoni, akafukuzwa kazi kwenye kampuni kwa sababu ya masuala ya ulevi, masuala tabia ambazo hazikuwa nzuri za ubaguzi na za kubagua watu na kubuli staff wenzake, na pia vitendo vya ajabu ajabu. Na ndio tumeshangaa siku ya Pasaka tarehe 2 mwaka huu amekuja pale na mabouncer kwenye lodge, akafunga lodge wakati tuna wageni wa kuingia. Akaja na mabouncer zaidi ya 30 wako kwenye ice, akaja na walinzi wa private company ambayo ameikodi pale Arusha, wakaanza kuwanyanyasa wafanyakazi wangu, wakawaharasi, wakawatisha na kuwatoa ndani ya hoteli kwa kutumia mtoto wa bunduki kwamba mnadaiwa rent, hamjalipa rent, na akaweka bango la notice pale kwamba ameterminate. Sasa sisi tukaona kwamba si vizuri kwamba na sisi tutumie mabavu, tutumie mabouncer, tutumie nguvu kwenda kuwatoa wale. Tukaenda kwa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Karatu, wakamuita kwenye kikao cha kwanza, akakataa kuja. Akamuita cha pili, akakataa kuja. Cha tatu, kamati ya usalama ikaenda mpaka kwenye hoteli ya Manyara Safari Lodge pale, wakamkuta pale Timothy akiwa anakunywa pombe, anacheza darts, na
akaulizwa na kamati ya ulinzi na usalama, kwa nini umekataa kikao? Akasema I'm busy anyway. Akasema I was busy. Hivyo basi wakamhoji pale, kwa nini umeng'ang'ania kuingia kwenye ile eneo? Akasema yeye kuna rent anadai. Akaambiwa alete vithibitisho, akakosa vithibitisho. Lakini sisi tukaweka vithibitisho vyote, pesa zote ambazo tumemlipa hadai. Tumemlipa mpaka hiyo base rent yake ya ile eneo mpaka 2026 tarehe 31 Julai hadai pesa na tumemlipa in advance. Ilikuwa next season ambayo tarehe 1 mwezi wa 8 ndio tungeweza kumlipa tena hela zingine $25,000. Ambao pia tulikubaliana pia kwamba katika majengo ambayo tumeyaongeza pale tutakuwa tunampa renti $23,000, tunampa nusu $12,500. Alafu $12,500 tunamkata kwenye rent. Lakini pia hiyo hatujamaliza deni kukatwa. Yeye amekuja amevamia pale na kwa kutumia nguvu, na akiambiwa kutoka kwamba bado tuna mkataba, kwa sababu tuna mkataba miaka 15 ili kulikava investment yetu, anaanza kulia, anaanza kuona kama anaonewa. Kwa hiyo sisi ndio investor, yani nataka jamii ifahamike kwamba sisi ndio tumewekeza pesa pale, yeye anamiliki eneo ambalo tumeweka pesa. Tumechukua mtaji tukawekeza pale. Tumeajiri wafanyakazi wa Tanzania pale. Tunalipa kodi za serikali. Tunalipa kila kitu kinachotakiwa kufanyika. Lakini yeye anapokea tu rent na tumekuwa tukimlipa rent yake. Kile cha kushangaza, huyu bwana baada ya kuwa amefunga mageti na hao mabouncer na nini na kufukuza wafanyakazi wetu wote, akijua kuna wageni. Kwa sababu yeye ana access na system, alikuwa ni mfanyakazi pale, lakini tulimpa system ya kuona wageni, Respad. Anaona kwamba tuna wageni, na mwaka huu ameona tulikuwa na wageni wengi sana, ndio akaingia tamaa kwa kushirikiana na dada mmoja anaitwa na Shesha, anafanya kazi pale Constantine, ambaye ndio mpenzi wake, na kuja kuvamia kwa nia ya kuchukua hilo lodge. Na ukiangalia kwenye social media wanasema wameanza kusema tangu Disemba kabla hajavamia kwamba wana lodge ambayo iko full furnished, wanaikodisha, wanataka mteja waende kulala pale. Wakati vile furniture zote na vifaa vyote pale ni vya kwetu na kila kitu mle ni cha kwetu. Cha pili, leo tumefanya mkutano na mkuu wa mkoa na kamati yake yote ya uwekezaji kutoka mkoa wa Arusha. Jopo lote wamemsikiliza madai yake na sisi wakatusikiliza madai yetu. Madai yake yote aliyoyaleta sisi tumeonyesha evidence na tumemlipa na adai, na baada hapa akashindwa hoja, akasema mimi simtaki tu Eric Mashauri. Simtaki tu Eric Mashauri, anasema kwa sababu ananitishia. Lakini mimi sijai kumtishia chochote wala nini, ila nilimwambia kwamba tabia za vitendo vya ajabu anavyofanya sio vitendo vizuri. Sasa tulichokigundua katika mazungumzo haya ni kwamba mahusiano kati ya pande zote mbili yameyumba, na kwa sababu hiyo hata sisi ambao kama serikali tuliowaita katika hili linakosa nafasi ya kuwa sehemu ya usuluhishi. Na hata isingekuwa serikali, sioni nia ya upande mmoja kuweza kutaka hata msuluhishi anayemuona wao kwa pamoja wanaweza akamtumia. Na kwa maana hiyo, kwa mazingira haya na haya ambayo tumeyaona, ni wazi kwamba serikali imetimiza wajibu wake wa kutaka kuhakikisha kwamba jambo hili halileti uvunjifu wa amani, lakini la pili, angalau katika hali ya kiutawala kuweza kuwakutanisha na waweze kuongea na kuwashawishi, na tumefanya jitihada hizo za kuwashawishi pande zote mbili wakae waweze kulimaliza jambo hili, kwa sababu kwa upande mmoja ambaye ni mpangaji tayari na yeye kuna bookings ambazo zimeshakwisha kufanyika na zinaelekeza wateja wake kufikia katika hoteli hiyo. Kwa hiyo tuliwaomba wakae walione hilo ili waweze kulimaliza vizuri. Mimi naitwa Elias Kasitila na mimi ni mkuu wa kitengo cha rasilimali watu na utawala wa group ya Travel Partner na makampuni mengine yote. Kuhusu kwenye huu mgogoro wa Darlin kwa maana ya Bwana Timothy ambaye nimeona ameenda viral kwenye vyombo vya habari na kuanza kulia na kulalamika kwamba ameonewa, anataka kudhulumiwa.
Nafikiri nimeona hizo taarifa na nimeleta hisia nyingi, lakini mimi ningependa kuzungumza tu machache kulingana na jinsi ninavyolifahamu hili jambo na ninavyomfahamu Timothy. Wakati yuko kazini niliona vitu vingi vya ajabu ambavyo amekuwa akifanya. Kazini mlimfukuza mwaka gani? Tulimfukuza kazi mwaka 2024 mwishoni kwa sababu ya tabia zake za matusi, kutokuheshimu watu, ubaguzi. Mimi kwa jinsi ninavyojua, kwa sababu nilikuwa nasimamia pia na mambo ya utawala, nafahamu malipo yote ambayo anadai alishalipwa. Na wakati tumeenda kwenye usuluhishi na mkuu wa wilaya mpaka na awamu ya pili na mkuu wa mkoa, tumetoa vielelezo vyote vya yale ambayo anasema kwamba anadaiwa. Na hii imetoa taswira tu kwamba hayuko sawa, kwa sababu kuna wakati mwingine anasema anadai miezi 8, wakati mwingine miezi 10, miezi 6, miezi 9, alafu viwango mbalimbali kwa nyakati tofauti. Anasema anadai dola 26,000, dola milioni 26, dola 19, dola 54. Kwa hiyo inconsistency hizo ambazo anazozifanya zinamfanya mtu aeleweki kwamba anafanya nini.